Haleluya, 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 haleluya. Asante Roho Mtakatifu kwa uaminifu wako na kwa nguvu zako. Ninakutukuza Mungu wangu na Baba yangu mwema asubuhi ya leo. Ni wewe peke yako Bwana unastahili kutukuzwa na kuinuliwa. Ni wewe peke yako Bwana unastahili heshima. Umetupa upendeleo mkubwa namna hii watoto wako na wajoli wako. Wacha tukuinue kwa sababu ya matendo yako makuu. Ishara zako ni kuwe Bwana asubuhi ya leo. Watoto wako tumeinua mikono yetu tukikutukuza Bwana. Tukiinua jina lako na kulibariki Bwana asubuhi ya leo. Tunakuinulia Baba mioyo yetu Bwana. Tukikutukuza kwa sababu ya ukuu wako na uweza wako wa ajabu. Niwe Bwana unastahili kutukuzwa. Niwe Bwana unastahili kuinuliwa. Peke yako, peke yako, peke yako, peke yako. Ninaungana na maserafi na makerubi na wazee 24 na wale wenye uhai wanne Bwana, wanaokutukuza na kukuinua Bwana chini ya kiti chako cha rehema. Watoto wako Bwana, tukinyenyekea chini ya kiti chako cha rehema asubuhi ya leo Bwana, tukiomba toba na rehema Bwana. Yesu Kristo mwana wa Daudi, uliopigwa pale msalabani, kupitia damu yako Bwana ukatuosha na kutusafisha dhambi zetu na maovu yetu. Baba, tumeshuka kwenye kiti chako cha rehema tukiomba ile damu ya mwana kondoo iliyomwagika pale msalabani zetu ikaoshe mioyo yetu, ikaoshe katika jina la Yesu Kristo. Baba, ikatuondolee kila aina ya uovu ambaye Bwana tumetenda mbele zako. Ni hakika hatujasimama sawasawa na utukufu wako, lakini tunahitaji neema yako Bwana asubuhi ya leo. Rika na ramando ruku shanda rabakuri masata. Neema yako Bwana tunahitaji tena Yesu Kristo. Hatuna baba mwingine wa kutusaidia, ni wewe peke yako. Asubuhi ya leo tunahitaji nguvu zako zidhibitike. Mkono wako wa kimbingu Bwana ukatende kazi. Shike hata mmoja mmoja Bwana ambaye anaisikia sauti yako asubuhi ya leo. Yeyote aliyepaza moyo wake anatamani kukuona Baba, hakuone we Jehova, hakuone we mfalme. Mando rika rabasanda roko shanda ramakuria. Wakati ninaomba ninasikia sauti ya Mungu ya kwamba yuko mtu ambaye ameteseka kwa muda mrefu na kwa miaka mingi na anahitaji msaada. Rika yamanda roko sana ramakuri basika. Inawezekana saa hii ndio umefungulia channel hii na unahitaji msaada wa Mungu, na mimi sijui imepita wapi, lakini nasikia Mungu ananiambia kwamba kuna mahali unapita huwezi kuvuka mwenyewe. Kuna mahali umepita unasikia umechoka na una namna ya kutoka. Kuna mahali umepita na una namna ya kunyanyuka kutoka hapo. Usiendelee kuwaza na usiendelee kulia, kwa sababu majira ya wokovu yamefika. Majira ya wokovu yamefika nyumbani mwako. Ndio maana leo umeisikia sauti hii. Nikuombe popote pale ulipo, kamata hiyo namba ambayo iko kwenye skrini yako pale. Unaiona hiyo namba ya Tigo ya 0679 645759. Weza kutuma message saa hii kupitia namba ya WhatsApp. Leza shida yako ni nini, na tunaenda kusimama mbele za Bwana, na Bwana anakwenda kuingilia kati kwa namna kubwa. Anaenda kufuta machozi ya miaka mingi na machozi ya muda mrefu. Robo sanda ramakuri basaka ya kamanda reke ya sano roko shanda rabakuria. Nguvu ya Mungu ni kubwa asubuhi ya leo. Inahitaji mtu mmoja ambaye anataka kuipokea nguvu. Nguvu kubwa asubuhi ya leo, kuna mtu mmoja anahitaji kuipokea. Bwana ameleta ukombozi na ukombozi umeshafika. Na saa hii ni saa ya ukombozi. Ndani yako unakuwa unasikia nguvu ya msukumo ya kusimama mbele za Bwana juu ya hiyo changamoto, na unafikiri kwamba imekushinda, na unafikiri kwamba unahitaji nguvu ya Mungu itende kazi asubuhi ya leo.
Uko mkono wa Mungu asubuhi ya leo unakwenda kudhihirika. Uko mkono wa Mungu asubuhi ya leo unakwenda kudhibitika. Robo shanda ramakuri basaka. Yamando rika rabasanda rabo shaka ramakuri ya basika. Yanda remando sakaba roko shanda ramakuria. Ria sanda ramakuri basanda. Resekerere shendere kora basika. Mungu nasikia anasema na mimi sahihi kwamba ndani yako unasikia mzigo wa kuomba, na huwezi kuomba pasipokuwa na sadaka. Watu wengi wamekuwa naomba, lakini pia maombi bila sadaka ni kama vile haufikii kwenye zile ndoto ambazo Mungu amekusudia ufike. Biblia inasema Mungu akaongea na Kornelia akamwambia, maombi yako na sadaka zako zimefika kwangu juu. Kwa hiyo saa hii natamani mtu mmoja akamate sadaka yake na aweze kuipanda kwenye namba ya Vodacom ya 0756 934 903. Iko nguvu ya Mungu isiyokuwa kawaida kupitia sadaka yako. Kuna mambo Bwana anataka kuyafungua, na asubuhi ya leo kuna vitu vinataka kufunguka. Na wewe ambao uko tayari saa hii neema ya ufunguo tayari imeshafika. Kupitia hiyo sadaka tunataka Bwana afanye jambo jipya asubuhi ya leo. Robo sanara makuri basaka. Yaka makure beshende rekori basaka. Ninasikia kilio chako Bwana akikidhibitisha, na ninasikia mkono wako wa kimbingu Yesu Kristo ukiudhihirisha kwa ajili ya binti huyu na kwa ajili ya mama huyu. Ramosanda raba kuria basika. In the mighty name of Jesus. In the mighty name of Jesus. In the mighty name of Jesus. Yuko mtu mmoja asubuhi ya leo anahitaji kuiona neema. Yuko mtu mmoja asubuhi ya leo anahitaji kuona ufunguo. Naamini ni wewe unahitaji. Mtu mmoja anahitaji kuona nguvu ya Mungu ikithibitika. Ninaisikia sauti asubuhi ya leo, sauti kuu sana. Katika kile kitabu cha Mithali sura ya 14 na mstari ule wa 23. Mithali 14:23, Biblia inasema katika kila kazi mna faida, bali maneno ya midomo huleta hasara tu. Anasema katika kila kazi kuna faida, bali maneno ya midomo kuna hasara tu. Katika kila kazi mna faida. Anaposema kwamba katika kila kazi mna faida, maana yake kila kazi ina faida. Na kati ya changamoto kubwa tunayokutana nayo, tunafanya kazi nyingi ambazo hazina faida. Yani unatumia nguvu kubwa, matokeo ni madogo. Unajitahidi, unatumia nguvu kubwa, lakini matokeo yanakuwa hamna. Anasema Mithali, katika kila kazi mna nini? Katika kila kazi mna faida. Angalia ni kazi ngapi unazifanya na zinakupa faida. Angalia ni matokeo gani unapata kwenye kazi ya mikono yako. Angalia unapambana sana, lakini unashangaa kila kazi unayofanya haileti faida. Unaanza kujiuliza, kwa nini mimi nafanya kazi nyingi na hazina faida? Ujue ukiona unafanya kazi nyingi na hamna faida, ujue kabisa nyuma yake kuna shida. Kuna shida iko mahali fulani. Kuna shida iko mahali fulani. Kuna shida iko mahali fulani. Maana yake katika kila kazi lazima kuwe na faida. Kwa hiyo kuna nguvu ambayo inafanya kazi katika ulimwengu wa roho kuzuia wewe usipate faida kwenye kazi ya mikono yako. Hiyo ndio asubuhi leo nataka tuishambulie. Madhabahu yoyote yanayofanya kazi kuhakikisha wewe kwenye kazi yako usiwe na faida. Hiyo ndio nguvu ambayo lazima tuishambulie. Kama kuna nguvu yoyote ambayo inafanya kazi ambayo inahakikisha wewe ufanye kazi lakini usipate faida, unashinda kuelewa. Unafanya kazi nyingi lakini hamna faida. Unalima lakini hamna faida. Unaenda, yani kazi zako nyingi unazifanya hazina faida. Unafanya kazi kubwa lakini matokeo ni kidogo. Sasa hapa kuna nguvu inafanya kazi katika ulimwengu wa roho. Lazima hiyo nguvu ishambuliwe. Na asubuhi ya leo nataka tuombe maombi makubwa. Kama kuna nguvu yoyote inafanya kazi katika ulimwengu wa roho, kama kuna madhabahu yote inafanya kazi katika ulimwengu wa roho inazuia faida, hiyo nguvu lazima tuivunje kwa jina la Yesu Kristo. Kama kuna madhabahu yoyote
ambayo inazuia wewe kuwa na faida, lazima tuivunje kwa damu ya Yesu Kristo. Kwa nini unapata kazi lakini kazi ya hamna faida? Kwa unafanya vitu vingi lakini havina faida? Ni kwa nini? Maana yake kuna nguvu. Kuna nguvu ya mizimu ya nyumbani kwenu. Kuna madhabahu za ukoo zinakufuatilia. Kuna madhabahu za kichawi zinakufuatilia. Kuna madhabahu za miungu zinakufuatilia. Leo tunataka tuvunje kila madhabahu inayokufuatilia wewe ukose kuwa na faida. Na hapo watu wengi wajui. Lazima uwe na sadaka maalum. Kamata sadaka, ambie Baba, sadaka hii nasimama nayo kwenye madhabahu. Kama kuna nguvu yoyote imenishikilia, hii nguvu iniachie. Na utashangaa baada ya maombi haya, utaanza kwenda kazini, utaanza kuona kwenye kazi yako kuna faida. Utaanza kuona unafanya biashara unapata faida. Utaanza kuona unafanya vitu vinaonekana. Ni kwa sababu ya nguvu ya faida. Asubuhi ya leo nataka tuombe. Yoyote mwenye sadaka, kamate sadaka kwa mkono wake. Saa hii nataka tuvunje kabisa. Sema, Bwana Yesu, katika jina la Yesu Kristo mwana Mungu aliye hai, leo nimesimama kama mtumishi wako. Iwapo kuna madhabahu za ukoo, madhabahu za mila, madhabahu za kichawi, madhabahu za kishirikina zinazonipiga ili kwenye kazi zangu nisiwe na faida, ninatangaza hiyo madhabahu, ninaipasua kwa jina Yesu Kristo. Ramando rosakatata. Katika jina Yesu, nua mkono wako, anza kuomba. Kama ni biashara itamke, kama ndio kazi ya mikono itamke, kama ndio vitu vyako tamka. Nguvu yoyote ambayo inafuatilia ili wewe usiwe na faida kwenye mikono yako, hiyo nguvu anza kuivunja. I speak in the name of Jesus. Natangaza kuanzia sasa, hiyo madhabahu ya kuzimu, hiyo madhabahu ya mizimu, hiyo madhabahu ya kiganga, hiyo madhabahu ya kishirikina, natangaza katika jina Yesu, hiyo madhabahu, hiyo madhabahu, hiyo madhabahu, hiyo madhabahu, hiyo madhabahu ninaipasua kwa jina la Yesu Kristo. Ramasakatata, rakabakatata, rababakashatata. Ninapasua hiyo nguvu inayofanya kazi katika ulimwengu wa roho kuzuia faida. Riamandoro shatata. Katika jina Yesu, katika jina Yesu, leo natangaza, leo natangaza, leo natangaza. Ramamandoro satata, rakakashatara, rekekeshetete. Hiyo madhabahu ile kushekelea, ile usipega hatua, usiwe na faida kwenye kazi ya mikono, ninaivunja kwa jina Yesu. Ninaipaswa kwa damu Yesu. Ninaing'oa kwa damu Yesu. Ninaivunja vunja, ninaisambaratisha. Rewosha kabababababababa. Ni moto wa Roho Mtakatifu ukavunja hiyo madhabahu iliyokushikilia usiwe na faida kwenye kazi ya mikono. Ninaipasua, ninaiangusha, ninaishambulia, ninaipasua kwa jina la Yesu. Achia faida za huyu mama, achia faida za huyu binti, achia faida za huyu kijana kwa jina la Yesu Kristo. Hiyo madhabahu ninaipasua, ninaivunja vunja vipande vipande. Achia maisha yake, achia maisha binti huyo, achia maisha kijana huyo, achia maisha baba huyo kwa jina la Yesu Kristo. Baba natangaza, Baba natangaza, Baba natangaza kuanzia sasa, kuanzia sasa, achia maisha yake, achia ndoto zake katika jina la Yesu Kristo mwana Mungu aliye hai. Mtu mmoja aseme amina, 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 amina. Nataka ukamate hiyo sadaka na nifuatishe maombi haya. Sema, Bwana Yesu, nimeweka sadaka katika mkono wangu sawa sawa na neno lako ya kwamba katika kila kazi mna faida. Nami natangaza kuanzia sasa, natangaza kuanzia sasa, natangaza kuanzia sasa, kazi ya mikono yangu, kazi ya mikono yangu, kazi ya mikono yangu itakuwa na faida, na chochote nitakachokifanya kitaleta faida, kitaleta faida, kitaleta faida. Maana imeandikwa katika kila kazi muna faida. Ninapokea neema ya kufaidika kwenye kazi ya mikono yangu katika jina la Yesu aliye hai. Sema amina. Chukua sadaka hiyo, ipande kwenye namba ya Vodacom ya 0756934993. Lakini unaweza kushiriki pamoja na mimi kama kuna pita changamoto, pambana na vitu vingi ambavyo uoni matokeo yake. Hebu nijulishe na tutasimama pamoja taomba. Mungu wa mbinguni akubariki sana, nikutakie faida nzuri kwenye kazi ya mikono yako. Ukaribishe sana katika madhabahu ya Mlango wa Ukombozi hapa Gairo, Morogoro nchini Tanzania. Kutana na Yesu Kristo mtenda miujiza.
katika jina la Yesu Kristo mwana Mungu aliye hai. Amen. Shalom. Shalom.